Sasa kitu ambacho nilikuwa nataka nikizungumze, cha kwanza, mwanadamu inatakiwa awe na imani. Kitu cha pili, mwanadamu inatakiwa pia awe na maamuzi. Kitu kingine, mwanadamu inatakiwa awe na fikra. Hivyo vitu vitatu huwa vinamfanya mwanadamu active katika mwili wake, yaani inamfanya mwanadamu anakuwa imara kiroho na kimwili pia. Kitu ambacho sisi ambao tumetoka kwenye falme za giza, ambao tulitumikishwa kwa muda mrefu, ambao pia tumemiliki majini kwa muda mrefu, watu ambao sisi tumeshatumikishwa kichawi, tukishuhudia familia zetu zikijaribu kutufundisha kiuchawi tukaacha, na hatimaye tukafika hatua ya kupata wokovu. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo tunakuwa tunafundisha iko very serious. Kwa hiyo inatakiwa uwe unachukulia userious wa jambo ambalo asilimia kubwa unakuwa unafundishwa. Kwa hiyo sikiza nikwambie, kwa sababu gani ninakuambia uwe na imani? Kwa sababu imani ni moto. Alafu na dua na maombi ambayo unaomba huwa ni kuni. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuomba ndivyo unavyozidi kuchochea moto ndani yako. Yaani nakuambia hivi, imani ni moto. Alafu dua, maombi yale siku zote ni kuni. Ni kama vile unachochea kuni, moto uzidi kuwa mkubwa. Ukiwasha moto sehemu, kadri unavyozidi kuongeza kuni kwenye ule moto, ndio moto unavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo moto ikiwepo ndani yako, alafu kuni ya kuzidisha ule moto haupo, kwa hiyo itakufanya wewe ule moto wako kuzima, kwa sababu zile kuni zilizokuwepo zimeteketea, zimekwisha. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nataka nikufundishe ndio hicho, ya kwamba lazima uwe na imani. Alafu licha imani, unakuza imani kwa dua na maombi ambayo unaomba kila siku. Ukiwa na imani alafu usipokuwa na maombi, kwa hiyo ina maana unachokifanya wewe ni kuua ile imani yako ambayo unaiamini kila siku ndani yako. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakuambia, ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba imani pasipo matendo ufa. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake ya kwamba mkiwa na imani ndogo, hata wastani wa punje ya haradali, mnaweza kuambia mlima huu ng'oka na ukajitose baharini na huo mlima utang'oka. Kwa sababu gani? Nimekuambia imani ni moto. Sasa alafu imani ni moto. Alafu kinachoongeza ule moto unazidi kuongezeka ni ile dua na maombi unayoyaomba kila siku. Praise the Lord. Sasa kwa sababu gani nimekuambia swala la imani? Nimekuambia swala la imani ni muhimu mwanadamu awe nayo, kwa sababu imani ndio imebeba chombo cha ibada. Imani ndio imebeba chombo cha kuabudu. Imani ndio imebeba chombo cha kuabudu mwanadamu. Kitu ambacho natakiwa utambue, sisi wanadamu tumeumbwa na tumewekewa, sio watu wanatuambia sisi tuabudu. Ila mradi sisi tumeumbwa kwa namna ya kushuka na kuabudu. Hatujaumbwa ya kwamba labda kuna watu wametuletea imani kama jinsi wanavyosema. Watu wengine wanasema tumeletewa imani ya Kikristo, Uislamu tumeletewa tu sisi Afrika. Sisi hatukuwa hivyo, tulikuwa na tamaduni zetu. Ndiyo, sikatai, tulikuwa na tamaduni zetu, lakini tulikuwa na tamaduni za ibada pia. Kwa hiyo mwanadamu huwa na ibada. Huwezi ukafanya ibada pasipo kuamini kile ambacho unachokifanyia ibada. Tulikuwa tukiabudu miti, tulikuwa tukiabudu mawe, tulikuwa tukiabudu miungu, michongo mbalimbali na mapango mbalimbali, ndio tulikuwa tunaenda tunaabudu na miungu mababu waliofariki. Kwa hiyo tuliumbwa wanadamu kwa namna ya kuomba, kwa namna ya kuabudu. Kwa hiyo kinachobeba ibada yako na maombi yako, kinachoibeba siku zote ni kitu kinachoitwa imani. Kwa sababu gani? Hawezi kuabudu miungu kabla hujaamini ile miungu. Hawezi kumwabudu Yesu Kristo kabla hujamwamini Yesu Kristo. Ndio maana ukiingia upande wa Ukristo, hawezi kumwabudu kwa uhuru na haki pasipo kusalishwa sala ya toba. Kwa hiyo hata ukienda katika uchawi, lazima kuna kile kikombe cha kiapo cha damu iliyopo, labda damu ya mtu, lazima uunganishwe imani, uwe imani pamoja nao, na kisha ndo uabudu.
Ukienda kumwabudu Ibilisi, kuna namna yake pia ya kukufanya wewe umwabudu Ibilisi na umwamini. Kwa hiyo imani ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Cha kwanza, ndio maana nakwambia imani. Unaweza ukachukua hata tofali ukaliweka nyumbani kwako, ukalifanya Mungu kwako, na ikawezekana. Lakini kama umeliamini ya kwamba tofali hilo linaweza kukufanya wewe ukapata mahitaji ambayo uliyoamini ya kwamba kupitia kupitia tofali hii nitapata hitaji hili, nitapata na hitaji hili. Bwana apewe sifa, Bwana Yesu apewe sifa. Hilo ni swala la imani